Waislamu, leo tunaanza rasmi kabisa katika kuizungumzia ibada tukufu, ibada ya saum, na tutachukua baadhi ya mambo au baadhi ya faida kadri na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo tutachukua faida hizo katika kitabu Al-Ihkamu Sharh Umdatil Ahkami cha Sheikh Mansur ibn Muhammad As-Suqubi hafidhahullahu ta'ala. Tunataka kuzichukua faida muhimu katika mlango wa swaumu, ambapo huwa nazungumza ya kuwa haitoshi kwa mtu tu kuijua ibada, au haitoshi mtu tu kujua kuwa jambo hili ni ibada au jambo fulani ni jambo ambalo ni ibada, imma ikawa ni ibada ya lazima au ikawa ni sunna. Haitoshi tu hiyo, bali tu mtu unalazimika pia kujua namna gani utakavyoitekeleza ibada hiyo. Na ibada ya swaumu ni ibada ambayo tunaishi nayo, sawa. Kuna ibada za sunna ambazo tunazitekeleza kila wiki, kila mwezi, na pia vile vile kuna ibada za swaumu za lazima ambayo kila mwaka tunatekeleza. Kwa hiyo ibada hii ni vyema Muislamu kuweza kuitambua na kuijua, ujue utaitekeleza vipi, kwa misingi ipi na kwa utaratibu upi. Kwa hiyo Muislamu, ni jukumu lako wewe kuweza kusoma na kufuatilia mafunzo ambayo yanahusikana na ibada hiyo. Naam, jambo la kwanza, pointi ya kwanza ambayo tutaanza kuizungumzia ni taarif ya asiyam, yani bimaana utambulisho wa swaumu. Ndio jambo la kwanza ambalo tutaanza kulizungumzia hapa katika kitabu chetu. Hapa anasema kwamba asiyamu lughatan, swaumu kilugha, maana ya swaumu kilugha ni al-imsaku, ni kujiziwia, walkafu walimtina, yani yote inakuja kwa maana ya mtu kujiziwia kutokana na kitu fulani, kujiziwia. Ndio akasema ya kwamba yuqalu lisakiti swaimun, mtu ambaye aliye nyamanza huwa anasema kuwa ni swaimun, bimaana amefunga, bimaana amejiziwia kufanya nini? Kuzungumza. Kwa hiyo mtu ambaye amekaa kimya, kwa maana ya kilugha tunaweza tukasema amefanya nini? Ameswaumu, amejiziwia. Amejiziwia kufanya nini? Kuzungumza. Wa minhu qawlu Maryama, na katika hilo anakuja kauli ya Maryam alayha salam, mama wa Isa alayhi salam, sawa, ambayo imekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, pindi ambapo aliporejea kwa watu wake akiwa na mtoto mchanga mdogo, na akawa ameiweka nadhiri akisema ya kwamba inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiyan, bimaana anasema kwamba nimeweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kufanya nini? Ya kufunga. Hapa saumu inakuja kwa maana ya kujiziwia, bimaana ya kujiziwia, falan ukallima alyawma insiyan. Kwa hiyo leo sintozungumzisha binadamu yoyote, maana sintomzungumzisha mtu, bimaana alijiziwia kutokana na kufanya nini? Na kuzungumza. Hii ni maana ya saumu kilugha, ni kujiziwia, sawa. Na ndio maana mtu ambaye amejiziwia labda kuzungumza tunasema huwa swaimun, bimaana amefunga, bimaana amejiziwia kufanya nini? Amejiziwia kuzungumza. Hiyo ni maana ya kilugha. Tukija katika maana ya kisheria, sawa, wanasema kwamba imsakun ni mtu kufanya nini? Kuziwia, kujiziwia jami'an nahari anil mufattirati min insanin mahsusin ma'an niyya, ni mtu kujiziwia mchana mzima, jami'an nahari, mtu kujiziwia mchana mzima kutokana na vile ambavyo vinavyofanya nini? Vinavyomfuturisha mtu, maana vinavyoharibu swaumu ya mtu, sawa. Tafikia wakati tutazungumza vitu gani ambavyo vinavyoharibu swaumu ya mtu, sawa. Kufunga sio kujiziwia kula na kunywa tu, bali kuna vitu vingi sana ambavyo mtu
unajizuia navyo ili usije ukajikuta umeiharibu saumu yako. Kwa hiyo saumu kisheria ni mtu kuweza kujizuia, ni mtu kuweza kujizuia mchana mzima kutokana na vile ambavyo fungua au vinavyoharibu saumu ya mtu. Kwa mtu gani? Mtu gani ambaye analazimika kufanya hivyo? Kwa mtu ambaye ni makhsus, mtu ambaye ni makhsus, mtu ambaye hasa, ambaye ni wajibu kwake kutekeleza hilo jambo, au mtu ambaye anaweza kutekeleza hilo jambo maaniya, pamoja na nini? Pamoja na nia. Bimaana mtu hawezi kufunga, hawezi kutekeleza ibada ya saumu bila nini? Bila nia, haiwezekani. Sawa, haiwezekani utekeleze ibada ya saumu bila nia. Hii ni maana ambayo imeletwa katika kitabu hichi Al-Ihkam, Sharh Umdat Al-Ahkam. Na pia vile vile tukitazama katika kitabu Ash-Sharh Al-Mumti' cha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ameleta taarifu ya saumu, akasema ya kwamba saumu kisheria ni at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala, bi maana ni mtu kumwabudu Allah, ni maana ni ibada ambayo mtu anaitekeleza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bil imsaki anil akli washurbi, kwa mtu kujiziwia kula na kunywa, wasairil mufattirati, pamoja na vingine katika vitu ambavyo vinavyofanya nini? Vinavyotengua saumu. Min tulu'i alfajri, kuanzia alfajiri, pindi ambapo alfajiri itakapochomoza, ila ghurubi shamsi, mpaka pale ambapo jua litakapozama. Tayib, hii ni taarifu ambayo aliileta Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Ash-Sharhul Mumti'. Naam, ndugu zangu, pointi ya kwanza hiyo tumeimaliza katika kuleta taarifu ya saumu kilugha na kisheria. Tunaingia pointi ya pili ambayo tunazungumzia kuthibiti kwa ibada ya saumu katika sheria. Kuthibiti kwa ibada ya saumu katika sheria. Ndio hapa Sheikh anasema ya kwamba wasiyamu mashru'un bidalalati alkitabi wassunnati walijma'i, na kwamba saumu imewekwa katika sheria kwa dalili za kitabu na sunna na ijma' ya ulama. Sawa. Famin alkitabi qawluhu ta'ala, katika kitabu ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kauli yake Allah anasema kwamba enyi mlioamini mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa, walivyowajibishiwa waliokuwa kabla yenu, ili muweze kufanya nini? Ili muweze kuupata uchamungu, ili muweze kuingiza uchamungu ndani ya nafsi zenu. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya ya 183. Hii ni dalili ya kwanza kabisa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inathibitisha uwepo wa ibada ya saumu katika sheria. Wa mina sunna, na katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba ahadithu kathiratun, bimaana kuna hadithi nyingi sana ambazo zimethibiti za kuelezea ibada ya saumu. Minha hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, miongoni mwa hizo hadithi kuna hadithi ya Abu Hurairah katika kisa cha Jibril, fi qissati Jibril alayhi salam, katika kisa cha Jibril alayhi salam nasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam barizan yawman linnas, ya kwamba siku moja Mtume Muhammad sallallahu alikuwa amekaa na watu wake, yuko mbele Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amekaa na maswahaba zake. Faatahu Jibril, Jibril akamjia. Kuna yale ambayo yaliyojiri pale katika hiyo hadithi. Imefikia wakati Jibril anamuuliza Mtume, anamwambia mal islamu, ni nini Uislamu? Uislamu ni nini? Mtume akamjibu akasema ya kwamba al-islamu, Uislamu an ta'budu Allah, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushrika bihi shay'a,
na wala usimshirikishe na chochote. Umwabudu Allah peke yake, wahdahu, yeye mwenyewe, wala usimshirikishe na chochote, Rabbul Izzati wal Jalal. Wa tuqima as-salata, na usimamishe swala. Wa tuaddi az-zakata al-mafruḍa, na utekeleze zaka ya lazima ya faradhi. Wa tasuma ramadhana, na ufunge nini? Na ufunge Ramadhani. Hapa mtume anauzungumzia nini? Anazungumzia Uislamu. Ndio katika kuzungumzia Uislamu akazungumzia na ibada ya nini? Ya saum. Watasuma Ramadhana, na kufunga nini? Na kufunga Ramadhani. Hata pia vile vile ukitazama katika hadithi kutoka kwa Ibn Umar sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema ya kwamba innal islama buniya ala khamsin, hakika Uislamu umejengeka kwenye mambo matano. Shahadati an la ilaha illa Allah, kushahidilia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa iqami salati, na kusimamisha swala. Wa itai zakah, na kutoa zaka. Wa siyami ramadhana, na kufunga saumu ya Ramadhani. Nasikia ibada ya saumu imekuja katika hadithi hiyo. Wa hajjil baiti, na kufanyeje? Na kufanya hija kwenye nyumba tukufu, kwenye al-Kaaba pale, mtu kwenda kutekeleza ibada ya hija. Wal hadithu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hii iko katika hadithi ambazo alizikusanya al-Imamu al-Bukhari pamoja na al-Imamu Muslim rahimahumallahu ta'ala. Wal lafdhu lahu, na lafdhi hii ya hadithi ni ya Imamu Muslim. Tayib, kwa hiyo zipo riwayat nyingi katika hadithi ambazo zinakutania kwenye maana takriban maana moja, sawa. Kama ile hadithi ndefu ambayo tulianza kuizungumzia, kuna upokezi mwingine ambao nasema ya kwamba Jibril alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu akhbirni anil islami, nielezee kuhusu Uislamu. Sawa, katika ile hadithi ambayo tulizungumza ile ya kwanza, Jibril alimwambia Mtume mal islamu, Uislamu ni nini? Sawa, na katika riwaya hii nyingine anamwambia ya Muhammadu, ewe Muhammad, akhbirni anil islam, nipe habari, nijuze kuhusu Uislamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, akimjibu Jibril akasema, al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah, Uislamu ni kushahidia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammadi ni mtume wa Allah. Wa tuqima salata, na usimamishe swala. Baada ya kushahidilia usimamishe swala. Wa tu'ti zakata, na utoe zaka. Watasuma ramadhana, na ufunge nini? Na ufunge Ramadhani. Makusudio yetu hayo. Watahujja albaita in istata'ta ilayhi sabila, na uweze kutekeleza ibada ya hija, kutembelea nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-Kaaba, ikiwa kwamba utaweza, basi njia ya kwenda huko ipo, we nenda. Kama utakuwa una uwezo, basi nenda huko ukatekeleze ibada ya hija. Hili ni jambo likubwa sana. Tayib, kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, haya yote tunakuja kuona kama katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imethibiti uwepo wa ibada ya saumu, wa ibada ya saumu katika sheria. Tayari hilo limewekwa, limethibitishwa kwa kitabu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Na pia vile vile wasema ya kwamba wal ijma'u munaqidun ala mashru'iyyatihi wa fardiyatihi, na pia vile vile ijma' ipo, ijma'u ya ulama ya kwamba wamekubaliana ya kuwa jambo hili, ibada hii ya siyamu ipo katika sheria na ulazima wake pia katika sheria. Ni jambo ambalo lipo na ni lazima mtu kufunga saumu Ramadhani, japokuwa kuna ibada kuna saumu ambazo ni katika sunna, ni katika saumu za sunna. Tayib, hakadha. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo lipo na limethibiti kisheria, na hii ijmaa imetajwa na wengi katika ahlul ilm, akiwemo Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na wengine wengi katika ahlul ilm. Tayib, ukitaka kuyathibitisha hayo tembelea katika kitabu Siyamu kwenye kitabu Sharhul Umda cha Ibn Taymiyyah, na pia vile vile tazama katika kitabu Al-Mughni cha Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, na katika kitabu Bidayatul Mujtahidi cha Ibn Rushdin.
Naam. Kwa hiyo hapa hii pointi ya pili ambayo tunaizungumzia ni uthibitisho au dalili za kuonyesha kuwa ibada hii ya saumu ni ibada ambayo imethibiti kisheria katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia vile vile ijma'ul ulama. Hiyo ni pointi ya pili ambayo tumeizungumzia katika darasa letu la leo.